naomba nisaidie, najisikia vibaya. Sima, tulia au kae chini upumzike, usiruhusu mawazo ya kutawale. Jipe ujasiri, utashinda. Sima, tupo pamoja. Oh, mzee wapi mzee? Njoo hapa karibu na mtaa kwa Mandela. Chapu. Chapu mzee, chapu. Poa poa. Itabidi tuanzie pale tulipoishia, na kila neno nitakayolisema kwako ni sheria. Nipo tayari kusikia hata kama ni magumu, ili mradi tumpoteze kabisa. Utatakiwa kutoa sadaka. Sijakuelewa mtaalamu, unamaanisha nini? Shika. Shika. Tembele mganga, tembele mganga. Tembele mganga. Na utakiwa kufanya makosa, nitakutengenezea dawa. Tembele mganga. Sijui nialipe nini, mmefanya pakubwa sana. Mungu awabariki sana. Sijali, hakuna anayejua kesho yake. Tumefanya kama familia, na katika shida watu ndio wanajulikana. Mungu yupo upande wako. Cha muhimu fuata maelekezo ya daktari na uwe mfariji mkubwa kwa Sele katika kipindi hiki kigumu kwake. Ya, kwa kweli mmenipa nguvu mpya, japo ni kipindi kigumu sana kwa Sele. Tuendelee kumwomba Mungu, naamini kila kitu kitakaa sawa. Wacha nimpigie Sima, nimtaarifu kwa tumehusu hospitali. Sio atakuwa na hali gani rafiki yangu. Changamoto ila itabidi tu mueleweshe, maana hata baada ya kiza nuru huwa inaangaza. Acha si tukuache. Haya, nashukuru. Haya. Unajua ile hali ya Sima haikuwa ya kawaida kabisa. Niliogopa sana. Tulia kwanza. Sio kila kitu kina maana ya ajabu. Uzuri alizinduka hata kabla tujampeleka hospitali. Ni mawazo tu yanafanya awe vile. Hapana, ile hali sio ya kawaida. Maana hata pindi nilipomsogelea kumshika, mikono kama ilipigwa na shoti. Ngoja nikuache kupumzike. Unaonekana umechoka sana. Alfonsi, usijipe pressure, atakuwa sawa. Sawa. Karibu tena. Sawa. Usijali. Nilikwambia usipuuze maagizo yangu, lakini bado umekengeuka. Na ukikutana na Sima, usimguse. Wewe ni nani na unataka nini? Sima yupo hatarini. Anahitaji msaada wako. Haraka sana unatakiwa ukamsaidie. Nifanye nini?
Fanya kama nilivyokwambia kabla muda hujaisha. Hivi umeanza lini kunidharau? Yaani unakataa kazi kwa sababu ya mwanaume? Sio hivyo baba. Nilikuwa naomba. Nyamaza. Yaani watoto wa siku hizi hawana heshima. Hivi wewe, huyu mtoto kweli alitoka katika kiuno changu au ulinibabatiza? Basima, mbona kufuru hivyo? Hebu fikiri kabla kuongea. Tena nyamaza. Hivyo ni mama namna gani usiyejali maendeleo ya mwanao? Hebu ona mdogo wake alivyomuelewa. Sasa hivi anajiandaa kwenda tusheni. Lakini huyu pasua kichwa. Unadhani ukali na maneno yako machungu ndo dawa huu ugonjwa? Kweli mpangaji kajenga nyumba yake, anamtukana hata mwenye nyumba. Wewe, kuanzia sasa hamna kutoka humo ndani mpaka utakapoondoka na basi ya usiku. Tumefanya kile tulichokiweza. Asante sana. Mungu awabariki. Asante. Tulienda hospitali tukaambiwa mmeruhusiwa. Vipi, unaweza kumuona mwanetu? Hapana, daktari ameshauri apewe muda wa kupumzika. Tafadhali naomba mrudi baadaye. Mtakuta ameamka. Sawa, tutarudi. Sawa. Ugweni pole. Asante. Pia tutafanya utaratibu wa kutafuta pikipiki yake. Tutakuwa mrejesho. Nawaamini sana. Mungu awabariki sana. Kweli Sele imepata marafiki wema. Asante. Kweli? Mmerudi naye nyumbani? Asante Mungu. Sawa, nashukuru sana. Nitafanya hivyo. Yaani iwe jua iwe mvua nitakuja kumuona. Aya, poa. Alfonsi, nimefurahi sana kukuona. Vipi? Huwa mnawasiliana na Ruby kweli? Huwa anawasiliana naye. Juzi alinipigia akiwa analia. Anasema kuwa mnamforce aende kazini. Yaani kitu anachoshindwa kutambua Ruby, kile tunachokifanya ni kwa ajili yake yeye na sio sisi. Yaani sijui, labda ujaribu kumshauri wewe kama rafiki yake. Sawa sister, nitajaribu, naamini atanielewa. Haya sawa, uwe na wakati mwema kwako. Na kwako pia. Haya, asante. Wewe, mbona unakimbia hivyo? Nimegonga mtu na pikipiki kwa bahati mbaya. Sasa huku unaenda wapi? Nakimbia maana leo ananifukuza. Naogopa kupoteza maisha. Usikimbie. Unadhani kukimbia tatizo ndio njia sahihi? Ni bora ujisalimishe kituo cha polisi kwa usalama wako. Stima. Usiogope. Nipo hapa ili nikusaidie. Usinisogele. Sima, niamini mimi utakuwa salama. Usinisogele tafadhali. Nimechoka. Acha tu mimi nijiue. Simba!